Hapa kuna wawata na wako. Sema wajibu wa baba na mama tunakuwa tumepanda ngazi. Sababu waka mwanaume yoyote Katoliki na kwa kigezo cha umri na wawata pia. Lakini ukiongeza baba na mama umeongeza wajibu mwingine. Sasa wataka nipatie wapi? Baba na mama. Baba na mama. Baba na mama. Sio shida pia ya kuwa baba na mama. Anaweza kuwa baba na anaweza kuwa ni mama, lakini wasiwe na ndoa. Niishie wapi? Au jamani nakosea? Kwa sababu kila mtu anabidi aongelee kwa namna yake. Na kifika na kuongea wewe unaongelea ndoa. Kumbe wote mkiingia kwenye ukumbi wa chumba suku. Sasa mimi nimekazana kama na ndoa. Nashangaa ndoa tena za wapi? Na kuna watu wanakutana nao kwenye ndoa. Na uliza wanasherehekea jubilei miaka 25, nyingine 30, 40, 50. Nikamwambia jamani tuongezeni. Na tangu hiyo siku nimeacha kuongeza wanandoa. Hata wakiniambia tuna miaka 20, 30 ya ndoa huwa siwaongezi tena. Sababu nikauliza miaka 50. Kama muongelee katika miaka 50, hakuwahi kufikiria kwa siku moja kuachana. Wakasema maji, nazungumzia kuachana. Sisi tulishataka mpaka kuoana. Tangu pale nikaanza kuongeza wanandoa na nitakuwa na miaka mingapi? Sababu pengine walioyapitia huko ndani. Acha baki siria. Sasa tukubaliane. Ni baba na mama wenye ndoa au wasio na ndoa? Wote. Sawa. Najijua. Wapendwa taifa la Mungu. Napenda tuanze kwanza kutambua kila mbatizwa ni sehemu ya kanisa ambalo ni familia ya Mungu. Hapo tumesema wajibu kwa kanisa. Wajibu kwa kanisa. Nini kinachotupa wajibu ndani ya kanisa? Ni kitendo cha sisi kuwa wabatizwa. Kwa hiyo kila mbatizwa ni sehemu ya kanisa ambalo ni familia ya Mungu. Na ndio hapo tutatambua pia tumoja. Kumbe Mungu anafanya nini? Mungu anafanya nini? Waamini wote wenye daraja takatifu na wale wasio na daraja takatifu, yaani wale kwa pamoja wanaunda familia hii. Kwa pamoja wanaunda familia hii. Wote ni sehemu ya kanisa ambalo mwanzo wake ni familia. Waliozaliwa. Naomba nisimame. Nimesema vizuri. Kanisa la wausu wenye daraja takatifu na wasio na daraja takatifu. Kwa kauli hiyo huwa inawadai wote walioko ndani ya kanisa kushirikiana kwa kuwa wao ni kitu kimoja. Ni kama vile kwenye familia zetu. Baba, mama na watoto wasiponuia pamoja, hiyo familia haisimami. Kadhalika Tumsifu Yesu Kristo. Samahani na magari timu ya 5 na 6 EGJ, timu ya 632 EJF na timu ya 90 ESTEPS. Naomba kuwasogeza magari
ikaja wenye daraja na wasio na daraja, wote kwa pamoja. Nakumbuka nimesema wote ni sehemu ya kanisa ambalo mwanzo wake ni familia. Mapadre wawe maaskofu, wawe mashemasi, na wao pia wanazaliwa ndani ya familia. Sababu kwa sababu sote ni wabatizwa, wanaunda familia moja inayoitwa kanisa. Tuko pamoja mwenu? Naelewana? Katika familia zetu ambalo ni kanisa dogo la nyumbani, tunapata mwendelezo wa jumuiya. Mwendelezo ni jumuiya. Hili ni kanisa hili. Kanisa linaendelea kutoka ngazi ya familia, ambapo familia kadhaa zinaungana, zinatengeneza jumuiya. Baada ya pale tunapata kanda, tunaweza kupata vigango, tunaweza kupata parokia, tunapata dekania, jimbo, taifa na ulimwengu mzima. Kama hapa kwa nilipokuja, jambo nafikiri mnaitwa parokia, lakini sidhani kama hii ni parokia. Kwa Tabata Kristo Mfalme, nafikiri hii ni dekania. Sasa kama parokia inaweza kuleta mavuno milioni 150 jimoni, na ina watu karibu karibia 1000, ila mnatumia kama miaka 300 Yesu itakuwa ni kamili. Tumsifu Yesu Kristo. Sawa, jumuiya ndogo ndogo za Kikristo zinaundwa na familia zetu. Jumuiya ndogo ndogo za Kikristo zinaundwa na familia zetu ambazo walikwa kufuata mfano wa familia takatifu ya Nazareti. Jumuiya ndogo ndogo za Kikristo zinaundwa na familia zetu ambazo walikwa kufuata mfano wa familia takatifu ya Nazareti. Familia ndio mwanzo wa jumuiya zote. Naomba msipotee kunisikiliza. Tunatafuta wajibu wa baba na mama au wa wanawake na wawata kwa kanisa. Sasa mimi nimeanza nyuma na mbele. Sio kama tunaelewana vizuri. Nimeanza kwanza kanisa ni nini na linaundwa na nini. Kiasi kwamba nikimaliza kusema juu ya kanisa wala sina haja tena ya kusema wajibu. Kwa sababu wote tulioko hapa kila mmoja ametoka kwenye familia. Sababu hata tukitaka tukizungumzie kanisa, ni kanisa lipi? Tuna kanisa dogo la nyumbani, ni familia. Tuna kanisa la familia kadhaa au ni jumuiya zetu. Na tuna kanisa basi kwa ukubwa wake kama hivi ambavyo tunaweza tukazungumza. Maana yake kokote tulipo tunaunda kanisa. Kokote tulipo tunatengeneza kanisa. Hata kama ni baba anaishi na watoto wake, hata kama ni mama yuko na watoto wake kwa sababu mume, bado na wao kama sehemu ya wabatizwa wanaunda kanisa. Familia ndio mwanzo wa jumuiya zote. Familia bora ni msingi wa jumuiya bora. Familia bora
Familia ndio mwanzo wa jumuiya zote. Familia bora ni msingi wa jumuiya bora. Familia zetu zinapaswa kuwa takatifu ili katika hizo malezi ya kiroho, mfano maisha ya sala na umoja kati ya wanafamilia na Mungu wapaswa kudhihirika. Na hapa tunatambua ya kwamba kuna familia ya Kristo na itambulikane kwa namna inavyoishi. Yapaswa kuwa na muunganiko na Mungu. Kwa hiyo nitakapokuwa nazungumza juu ya wajibu wetu, tutarudishwa wote kutafakari kuhusu familia zetu na kujifunza kutoka katika familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, kwa sababu hakuna namna tutazungumza wajibu wa watu ndani ya kanisa kama hatujazungumza wajibu wa watu ndani ya familia. Familia ni kitabu, familia ni chemchemi, familia ni shule. Kuna ule msemo wa kitabu elezea jambo fulani, wao wanasema pale ni kama kichaka cha wezi, sio kichaka cha wanyang'anyi. Ndio watu wengine wanaliuza hilo neno. Nasema familia pia inaweza ikawa ni kichaka cha mambo yote mbele. Maana kutokea pale kwenye kichaka haoni. Na hata sisi inawezekana hatuoni ndani ya familia, lakini yatokanayo tutayaona huko nje, jinsi wanafamilia wanaishi. Watu wanafundishwa ndani ya familia. Ni kama kesho tutaona, tutasoma, tutasikia na tutatafakari ya mwana mpotevu anayerudi kwa Baba. Tutamuona mwana mpotevu aliyetambua makosa yake na anaenda kuyakiri. Atakapokutana na Baba mwenye huruma na upendo aliye tayari kusamehe. Kuna funzo kesho. Ule upendo na msamaha sio tu vinafundishwa, vinapaswa vipatikane ndani ya familia. Ndio maana yule mtoto anasema akawaza, akasema watumishi wangapi waliokubali kwa baba yake wanakula na kusaza. Huyu baba kama anaweza kuwalisha watumishi, maana yake anawapenda. Ni mangapi yaliyoko nyumbani kwetu ambayo hapa hayapo? Nyote mlioko hapa hamjawahi kuona watoto wanakimbia nyumbani kwao? Kwa nini wao wanakimbia? Wachache wanaweza kukimbia nyumbani kwao ukiwa kuna kila kitu, ila wengi wanakimbia yanapokuwepo magumu. Kuna watu kwa sababu ya vurugu ndani ya ndoa, watoto wanakimbia kwa kukosa maelewano, kukosa upendo, kukosa msamaha. Yawezekana kuna wengine hata ukikuuliza sasa hivi vipi mtoto wako, unaweza kusema mtoto yule hana nidhamu, haniheshimu, lakini pengine wewe ndio chanzo cha mtoto kukosa heshima na wewe, kwa sababu pengine ya tabia zako ambazo zingine ulizionyesha hata mbele ya watoto wako. Kwa hiyo tunatafakari wote sasa, tuone kuhusu familia zetu. Wanaume, sina shida na kuwa nguzo wala shida kuwa kwenye hekalu la Bwana, ila nina shida na uimara. Kwa hiyo inaweza ikawa ni nguzo lakini sio imara. Sababu si kama wanawake Katoliki
Haya, kwa upendo wa Kristo sio kila wakati, si ndio? Naweza tunatumika na kuadimika, lakini sio kwa upendo wa Kristo. Unakuta unajitoa kwa moyo kwenye wawata, kumbe wewe ni mwekazi, unajitoa kwa moyo wako, kumbe kazi na maruru. Sifu Yesu Kristo. Wanaume wa Katoliki, ninyi kama wabatizwa, kwa kiasi kikubwa mmekuwa janga katika kanisa. Ushiriki wa wanaume ni mdogo, na kila mara tumekuwa tukijitahidi kulifuta kundi hili muhimu katika kanisa ili litambue wajibu wake na kushiriki vizuri. Kuna umuhimu mkubwa wa uwepo wa baba katika familia, na ndio hapa kina baba wote mlioko msikini, mimi nimejitahidi sana kujaribu parokiani kwangu kuwatafuta wanaume, ila siku hizi nimeacha, kwa sababu nilipokazana kuwatafuta nikamjua hata nyumbani kwao hawapo. Sasa nikasema hawa hata ambao nyumbani kwao hawapo, kuna haja gani ya kuwatafuta? Nilikuwa nina kiherehere wakati mwingine cha kutembelea nyumba za watu. Siku moja nikatoka nikaenda matembezi, nikamkuta mama mmoja na watoto nyumbani kwake, nikamuuliza mama za hapa, salamu, samahani namuulizia mumeo. Akasema baba, kwa kweli tunakushukuru kwa kuja. Sasa tunachoomba wewe unakutafuta na sisi baba Katoliki tunakutafuta. Kwa hiyo tunachoomba tuunganishe nguvu zetu na zako, twende tukafanyaje? Tukamtafuta. Jamani, narudia tena, wakina baba mlioko, tambueni nafasi yenu ndani ya nafasi mlizonazo ndani ya familia zenu. Kwa umuhimu wake ndizo nafasi mnazoweza kuwa nazo ndani ya kanisa. Ninyi ni nguzo, hata vile ambavyo mnafahamu mtoto akikosea, daima wakina mama huwa wanasema, yaani wewe ngoja aje baba yako. Kumbe wewe ndio msimamizi hata wa nidhamu ndani ya familia. Baba ni kiongozi, sio kwa kujiwekea, ila ipo katika hali hiyo, ipo katika hali hiyo. Nataka tutambue wajibu wetu na tuishike hiyo nafasi yetu vizuri. Sisi ni kiungo na ni sehemu muhimu, na basi acha niseme nguzo kama mnavyopenda ndani ya familia zetu. Ni makosa tunapokosekana kwenye familia, na ndio hiyo ambacho nimesema mtanielewa. Sababu mara kwanza nikianza sema kutoa semina ambazo usinielewe, kwa sababu anaongea nini. Kama watu hawatatimiza wajibu ndani ya familia zao kanisani, sifuri. Na ndio maana pia tukiona watu wengine mnajitoa sana kanisani, huwa tunawakumbusha tena, mtahidi nguvu unayotumia kanisani na nyumbani pia hivyo. Ndio kwa watu wao tumsifu Yesu Kristo. Niko na watu sasa, ubaya wenu wa mwaka nyumbani hamfanyi na kanisani hamfanyi, ila nyie wote mwaka mlioko hapa, mimi sina shida na nyie, sababu kwanza hata kukubali kuja kwenye hii semina, hebu wakina mama tuwarudia.
Na pia mimi mwenzenu wanasikitika sana. Unawezaje kuongoza parokia imejaa kina mama na watoto? Maana baba anakuwa ni paroko wa kina mama na watoto. Wanaume haonekani. Na nimefanya utafiti, nimegundua na hakuna mtu atanibishia. Kwa sehemu kubwa wanaume wote wanaosali, wanaoshiriki mambo ya kanisa wanasababisha kwa namna fulani wanaume wengine wasije kanisani. Nyie wote mko hapa. Na wakongeza kwa kuja, lakini acha ni walaumu. Wale ambao hawajisali ndio wapata wapi? Kwa sababu hata hapa ninapoongea hivi sana naongea na nyie nini? Mmeshakuja tayari kwa kanisani. Na wengine nyie ni viongozi. Ila niwaambie wanaume, tumsifu Yesu Kristo. Amina baba. Wakina mama wana nguvu ya ushawishi. Ila nakuhakikishia mwanaume mwenzako unayemjua asali, mke wake anaweza akashindwa kumleta hapa kanisani, wewe unaweza kumleta. Wewe unaweza kumleta baba, wewe unaweza kumleta. Wewe jiulize wale wanaume wenzako wale ambao hawasali, hawaji ndani ya jumuiya pale mtaani mnaojuana kama Wakatoliki. Ukitaka kuwaleta kanisani, unawaleta. Na kama uamini, jiulize maeneo mangapi umeshawahi kuwapeleka na wakaenda? Maeneo mangapi umeshawapeleka na wakaenda? Tuzungumze tu. Tumsifu Yesu Kristo. Wazee, jamani, tunaelewana wazee? Tujiulize tu maeneo mangapi tumeshakupeleka na akaja. Na mpaka tukamshawishi, bwana leo kuna daga. Wewe twende na kulipia mimi. Mpaka mtu anafanya anashawishika na kulipia mimi, twende. Hiyo nimesema dani tu upande wa mpira. Wakina baba, nikisema kadanse tumsifu Yesu Kristo. Baba mgeelewa msielewe. Wala tatizo. Wakina baba nafikiri wengine walikuwa wameelewa. Twende. Wewe usijali, twende. Kila kitu ni juu yangu. Na mtu anafanya anakuja kwa sababu anajua tajiri yupo. Anashawishika na nini? Anajua mimi sina shida, niko salama. Sababu niko na ndugu yangu hapa. Niko na ndugu yangu. Na hata akitaka kutoka nyumbani atasema kwa msisitizo, fulani ameniita. Na ruhusa itatolewa kwa sababu wewe unaheshimika kwenye ile familia. Je, mambo yetu ya kimungu, mambo yetu ya kanisa, hilo la kwanza tumekubaliana wanaume wote. La pili, nyie wanaume wote mnakuja kanisani, mnashiriki kwenye jumuiya na mambo mengine yote vizuri, mna sababu pia ya kuwafanya wanaume wengine wasije. Mkikutana nao kwenye vijiwe na vikao vyenu, mnashirikisha nini? Na watolea mfano mdogo tu. Wewe jumuiya yako inaitwaje? Jumuiya inaitwa Utukufu wa Msalaba, tarehe 14 mwezi wa 9. Hilo ndio jina langu la kitabu. Tunataka kuhakikisha wa msalaba mtakatifu tarehe 14 mwezi wa 9 ya kutukuka msalaba. Wewe mtakatifu Daniel Koboni. Haya, hawa wamekutana sasa. Yaani mwenzetu, jumuiya yetu sisi, yaani jumuiya yetu tano kwa kweli. Yaani mwenyekiti haeleweki, katibu mara hayupo, mweka hazina mahesabu, shagara bada, daftari halionekani. Sikiliza kutoka upande wa pili. Nilijua kumbe sisi pekee yetu, kumbe hata nani. Tumsifu Yesu Kristo. Unaona majadiliano haya. Sasa inawezekana kuna mwanaume anakuja kanisani na anarudi kule kukutana na wanaume wenzake wa Katoliki. Yawezekana katika maongezi na
kanisa. Hatuchezi dabi, si ndio hilo lidogo? Hilo umeona ripoti ya CAG, umeona hapo tunalalamika wao si nini, aisee mwaka wa uchaguzi. Yaani sisi tunaongelea mambo mengine tofauti. Yaani mambo ya kidunia, mambo ya ovyo ovyo, mambo ya kijinga, mambo yasiyo na maana ya kila kitu. Unaweza kukuta umekaa mwenzako sasa hivi unailalamikia, yaani serikali maisha magumu sana. Yaani rais haonekani, angalia maisha magumu, yaani uchumi vipi. Kumbe wakati wewe unaongea na watu unalalamika hivyo, nyumbani mkiwa na watoto na wenyewe wanalalamika, yaani familia maisha magumu, baba haonekani, mahitaji haya. Yaani wakati tunawalalamikia watu wengine hawajatimiza wajibu, na sisi hatujafanya nini? Hatujatimiza wajibu. Kumbe na wewe familia yako inapitia vile vile tu. Deni la familia na lenyewe linazidi kufanyaje? Linazidi kupaa. Na ukiwa una matumizi yasiyo na nini? Matumizi yasiyo na tija. Na wewe unayo tu. Na matumizi yasiyo na tija ni nini? Ni pale ambapo umeenda umetafuta kwa jasho, machozi na damu. Wakati wa kurudi nyumbani huyo the great. Ukifikiri kwamba unaenda kupumzika, kumbe unaenda kuchosha mwili. Tumsifu Yesu Kristo. Wakina baba, tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Si mara nyingi tukimaliza kazi jioni na bodi nyumbani, huwa tuna baadhi yetu tunapitaga sehemu kidogo kuongeza mwili, kupoza mwili. Lakini ukweli huwa tunaenda kuchosha mwili. Mapumziko ya kweli yanapatikana nyumbani. Ila nikisema hivi mapumziko ya kweli yanapatikana nyumbani, kuna mtu moyoni anasema, unamjua mke wako? Kwa kweli simjui, lakini yule aliyekupa bado ana neema ya kutosha ya kumfanya akawa mzuri tu. Ushughulike na utimizi wa wajibu wako. Tumsifu Yesu Kristo. Wakina baba, sisi tunawashirikisha nini wenzetu? Yawezekana mambo yetu yote ni mambo ya kidunia. Yote mambo ya kawaida tu. Lakini ulikuwepo kanisani Dominika. Lakini umekaa na mtu wala tutaongelea mpira wa Tanzania, tutaongelea mpira wa Uingereza, tutaongelea siasa, tutaongelea nini na nini, labda hata mambo ya wasanii. Basi hayo unaweza usitaje kanisa. Ikifika sasa sehemu pia imebahatika mmeliongelea kanisa, umeanza sasa, sababu mwenzako huwa haji, wewe ambaye unakuja unaanza sasa kusema pengine paroko, yule baba paroko, kwanza unajua kwa pia tuseme pia kuna tofautiana kutokana na umri. Kwa mfano kama mimi nikiwa nasema naweza kuwa nasema yule vitu yule mtu wa wanawake, akiwa kama huyo wa kweli, sababu tayari ni mzee, hiyo hatua anakuwa ameshapita. Yule mzee tu kwanza anasinzia kwenye misa, kwenye vikao analala, anakuweza kuweza tu muda wote anachukia. Hebu wamamishe, tuende kwa askofu pengine, tuamishe kalao, hadi shirika hawana mambo ya wazee. Yaani mbona unasema kwanza anachoka, anapunguza mguu. Yaani anasema kwa kitu tofauti. Na hapo kwa umri kama wangu watasema, angalia mtu mwenyewe paroko muda wote anatoka tu, anatembea. Ndio madhara ya kuwa na maparoko vijana. Paroko gani kwanza? Hata kutembea tembei. Muda wote yuko ndani. Yuko ndani tu muda wote, hata atoki. Kama mmoja, muona basi. Muona? Yaani unajua kila kitu. Watu lazima wakutafutie sababu. Hawakosi. Sasa hapo kumbuka, unapomsema paroko wa watu vibaya, unamsema na mtu ambaye huwa atakuja. Hawezi kuja. Lakini kwa nini mtu asisikie? Leo tumesali.
leo paroko kuna kitu ameongea amenichoma moyo. Na wakati mwingine unaweza kuzungumzia kitu ambacho unajua hata huko mzangu kinamgusa. Kwamba na yeye pale injili inamfikia. Kwamba kanisani yakuja lakini kapigwa injili. Sio paroko kwa ubiri. Basi Yesu ananena leo amesisitiza kweli tukae na familia zetu. Wakati unamwambia hivyo, mwamba akikumbuka mara ya mwisho amekaa na familia yake mwaka jana Krismasi, napo kwa sababu alikuwa anajisikia vibaya. Tumsifu Yesu Kristo. Haujamsaidia, umemsaidia. Lazima sisi tuwe watangazaji wa habari njema. Sio kwa lazima. Sio kwa kulazimisha kwamba tuwe wa habari njema hata kama kuna mambo mabaya. Kwa kuwa kuna mambo mabaya na mazuri, wewe chagua mazuri. Chagua mazuri. Kwa sababu hata ukienda kuyasema mabaya ni kazi bure. Kwa mfano unaenda kuyasema labda mabaya ya paroko kwa mwanauwaka ambaye huaji kanisani, inasaidia nini? Usiende, ni kama hata wewe ukiwa na matatizo yako, hata yeye kuna matatizo yako ya ndoa. Usiende kumwambia mtu ambaye hana uwezo wa kukusaidia. Unajiandika. Ukienda ukiamua kusema neno lako, mwambie mtu ambaye unajua huyu ana nafasi ya kukusaidia. Sio unaenda tu unaanza kulalamika, yaani magumu unayopitia. Mimi na mume wangu, huyo mzako wako na yeye ana mambo yake na mume wake, pia hajaolewa na malaika. Ila mzako kaambiwa kabisa kwamba hana nini? Hana kuamua kupanda hapa kwenye kwako. Maana sasa wanasemaga kama una nini? Una kifua, si ndio? Una kifua fanya bana hapa tu hivi. Kila mtu ana matatizo. Ni kweli kusema kesho. Kila mmoja ana changamoto yake. Kila mmoja ana matatizo. Kila mmoja ana kwake. Ni kama kuna mtu ukikutana naye akaniambia pole, kaambia pole ni baba. Na kuona unaongea peke yako. Nikamwambia ni swala la Mungu, hataweza miaka itafika. Aisha yani bazamzamu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo nafikiri waka mmenielewa mpaka hapo. Si ndio jamani? Unaona? Sisi tuyasimulie mazuri, na kama kuna changamoto, kipimo cha uwezo wetu pia ni kukabiliana na matatizo na changamoto za maisha. Mwanaume akimbii matatizo. Kama parokiani kwetu kuna shida, mimi sasa hizi sisali tena Kristo Mfalme, naenda kusali Tabata Kisiwani. Mbona hujawahi kukimbia nyumbani kwako? Haya, pengine kuna wengine majasiri, ushawahi kukimbia mpaka nyumbani kwako. Mbona hujawahi kukimbia kazini? Nani amewahi kukimbia kazi? Ambao mwisho wa mwezi salio linasoma. Haiwezekani. Na hatupaswi kukimbia. Kwa hiyo wanaume wote ambao hawaji kanisani, dawa yao ni moja tu, ni wanaume wote wanaokuja kanisani. Mliniita, nimeitwa nitoe semina. Poleni, mimi sijaja kutoa semina. Wanaume wa Katoliki na wao wajibu, nendeni mkawalete wanaume wenzenu kanisani. Amen. Ndio. Na niwaambie, mkienda kuwaleta wanaume wenzenu kanisani, kwa sehemu kubwa inawezekana mkawa mmetibu na kuponya familia nyingi sana. Mtaponya familia nyingi sana. Nendeni mkatimize huo wajibu. Mtu kama paroko hawezi akamfikia kila mtu. Waamini wanaweza kufikiana wao kwa wao. Kwa parokia kama hii ilivyokuwa hapa, naamini kimsingi hata paroko wenu, hata kama ana miaka mingapi, ana miaka mingapi mashaka? Miaka 8. Lakini naamini inawezekana hawajui waamini wote, si ndio? Sababu hii parokia ni kubwa. Na mimi hata mimi ningekuwa hapa labda ningeshiriki. Tofauti na mimi pale kwa mimi kwangu nawajua watu, usipokuja kanisani Jumapili najua. Mimi Jumapili kwa sababu kanisani najua. Na daftari langu nasema ni wapi kuja huko. Tukikutana kwa sababu watu wakija kwangu nikikuona hiyo naweza nikakutoa mwili wangu au sio mwili wangu. Msifu Yesu Kristo. Lakini bado ninahitaji muumini kumfikia muumini
mwingine. Muumini kwa muumini mwingine. Kwenye jumuiya mkiamua kutembeleana nyumba kwa nyumba, mnaweza mkamaliza siku moja. Mimi bali nikisema nataka nitembee nyumba kwa nyumba jumuiya, sio miezi 6. Na sehemu nyingine hata mwaka, kutegemea na sehemu nyingine unaweza kutembea na usiwapate watu. Lakini ninyi hamwezi kukusana, ninyi mna namna mtakutana. Lazima wote kama wanaume tupokee chachu hiyo. Wakina baba wapendwa wote mliokuuliza, wote mlioshiriki tafakari hii, na waambieni kweli, nendeni mkawasaidie wanaume wenzenu. Sasa si tumesema wajibu kwa kanisa na katika mateso ya Kristo. Mateso ya Kristo yalikuwa ni sadaka yake kwa ajili ya kuwakomboa watu. Sadaka ya mwanaume Mkatoliki ikawe ni kuikomboa familia na hasa mwanaume mwenzake. Kawaleteni wanaume wenzenu. Hiyo ndio sadaka. Kristo aliteseka, yawezekana na wewe utateseka pia, kwa sababu inawezekana pia isiyo kazi rahisi. Najua sio kwamba utaenda tu mara moja na kumwambia, "Haya wewe, hebu twende kanisani," atakubali kuja. Yawezekana utahitaji kutumia nguvu. Lakini wote tumeshaona ya kwamba sisi mbele ya wanaume wenzetu tuna ushawishi mkubwa. Yawezekana wewe baba sasa hivi hapo ulipo, huyu mama anaweza kumwambia jambo mumewe, anaweza kumkatalia, ila hawezi kumkatalia wewe.